Hii nayo ni ya ma legends bana. Hii ni ya ma legends. Yaani wale watu ambao wajisomea kwa primary schools ambazo ziko mbali na kwao. Yaani hizi ni shule ambazo zimejificha msituni bana. Hizi ni shule ambazo ziko vichochoroni. Tena hizi ni shule ambazo haziko hata karibu na town yoyote bana. Zimejificha kujificha. Yaani hizi ni shule ambazo ukijaribu kurauka asubuhi na mapema kukiwa na giza hivyo, unaweza jikuta umepita shule yako bana. Ati umerauka kukiwa na kagiza, unaweza jikuta umepita shule yako kwa sababu iko ndani ya msitu na kuna kagiza, so huwezi iona. And by the time una realize kwamba umepita shule yako, it is 15 kilometers away. Tena sasa ukiamua urudi nyuma ndio ufike kwa hiyo shule, tayari ushachelewa. Unafika kama umechelewa, unagonga viboko zako 15, naambiwa aende ukote takataka alafu oshe choo bana. Yaani ni shule mbaya kweli kweli. Na ukijaribu kuexplainia mwalimu chenye kimefanyika asubuhi ndio ukachelewa, haezi elewa. Hata umwambie mwalimu mimi nilirauka asubuhi lakini nikajikuta nimepita shule yangu kwa sababu sikuweza kuiona, kulikuwa na kagiza. Haezi elewa hiyo fact. In fact atasema that's a very lame excuse. Atasema that's a very lame excuse. Anakugonga viboko zako 15, anakuambia ndio ukote takataka alafu oshe choo bana. Na tena hizo ni shule ambazo ma-student wa huko hatuko tunakubaliwa kwenda na viatu. Hakuna student mwenye alikuwa anaenda na viatu bana. Unaenda miguu tupu. Na barabara za huko ni zile za maram, ziko na mawe bana. Sio tarmac, ziko na mawe kweli kweli. Unafikanga shule kama umedungwa miguu na mawe, umedungwa na mawe bana. Yaani shule ni kama unafanyishwa punishment kama 5 bana. Kitu ya kwanza shule iko mbali. Kitu ya pili, barabara za maram ziko na mawe zinakudunga dunga. Kitu ya tatu, unafika kama umechelewa unagongwa viboko zako 15. Kitu ya 4, unaambiwa uende uokote takataka alafu kitu ya 5 ende uoshe choo bana. Yaani ni shule mbaya kweli kweli bana. Sijui kama ma legends mnanielewa bana. Shule zimejificha kujificha na ziko mbali na kwenu bana.